Karibisha sana, tuungane pamoja, tuanze maombi yetu. Tunajifunza kidogo kisha tunaomba sana, na imani ndiyo msaada wetu. Leo nimekueleza tunaomba kwa ajili ya familia. Twende tuanze kujifunza. Familia ni nini? Familia ni nini? Familia ni watu wanaoishi kwa kushirikiana, wazazi wa aina moja au damu moja. Familia ni watu wanaoishi kwa kushirikiana, wazazi wa aina moja au damu moja. Familia ni watu wanaoishi kwa kushirikiana, wazazi wa aina moja au damu moja. Hiyo ndiyo maana ya familia. Ziko maana nyingi, lakini hii ndiyo ambayo Roho Mtakatifu ametupa sisi kwenye haya maombi, ambayo inatueleza maana ya neno familia. Ni watu ambao wanaishi kwa kushirikiana. Kiswahili kingine unaweza ukasema ni watu ambao wanaishi kwa pamoja, na watu hawa wanakuwa wanashirikiana katika wazazi, wana wazazi wamoja au wanashare damu moja. Kwa mfano, ni watu ambao wanaweza wakaishi baba, mama, watoto. Hiyo ni familia. Au inaweza ikaongezeka ikawa baba, mama, watoto, babu, bibi, mjomba, shangazi, ba mkubwa, ba mdogo. Yote hiyo ni jamii moja ya familia. Kwa nini? Kwa sababu wanashirikiana kwa baba na mama. Na kama washirikiani kwa baba na mama, utakuta wanashirikiana kwa damu moja. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu wakizidi kuongezeka kwa wingi wao, wanabadilika kutoka kuitwa familia, wanaitwa ukoo. Sijui kama tuko pamoja. Narudia tena hii sentensi. Wakiongezeka katika wingi, wakitoka kwenye baba, mama na watoto, akiongezeka babu, bibi, shangazi, mjomba, mamdogo, mamkubwa, hatuwaiti tena familia, tunawaita ukoo. Ukoo ni wingi wa familia. Sijui kama tunaelewana, wana wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inatambua familia na ndiyo kitovu cha familia. Biblia imeandika habari za familia tofauti tofauti katika neno la Mungu. Na ndiyo maana Mungu pia alipoumba wanadamu, taasisi ya kwanza aliyoumba ni familia, ambayo ni ndoa. Hipi ya Adam na Eva. Kwa familia au ndoa ndiyo taasisi ya kwanza ambayo ilitengenezwa na Mungu. Kwa Kiswahili kingine unaweza ukasema Mungu anaifahamu familia, anaijua familia na aliiumba familia. Kwa hiyo sio mgeni kwenye masuala ya kifamilia. Si kama tunaelewana, wana wa Mungu. Na hata unaposoma kitabu cha Mwanzo, kwa mfano, sura ya 10 nzima, kitabu cha Mwanzo sura ya 10 nzima, ukaja ukasoma na kitabu cha Mwanzo sura ya 11 nzima, utaona Mungu anavyoorodhesha kupitia mwandishi wa kitabu cha Mwanzo familia nzima ya Nuhu mpaka kuja kwa Ibrahimu. Familia nzima inaorodheshwa pale. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio mtengenezaji wa familia, na yeye ndiye aliyeumba mifumo ya familia, kwamba familia lazima ianze na baba, baadaye baba atafute mama, baadaye baba na mama watafute watoto, baadaye watoto nao watafute watoto, wale baba na mama wanabakia wanaitwa babu. Baadaye tena wale watoto wakitafuta watoto, wale baba na mama wa mwanzo wanaitwa nini? Wanaanza kupata vitukuu, jivilembwekizi, jivilembwe nini, na hivyo na kuendelea na kuendelea. Si kama tunaelewana, wana wa Mungu? Ni mifumo ambayo Mungu aliiweka mwenyewe. Ukitaka uione hii mifumo vizuri, we nenda pitia hichi kitabu cha Mwanzo sura ya 10 nzima, njoo na sura ya 11 nzima, utaona mifumo mizuri ya utengenezwaji wa familia, namna Mungu alivyoipangilia pale ndani. Na pia hizi familia Mungu aliziweka ziishi katika undugu wa pamoja na wa karibu, na uhusiano wa ufamilia unaundwa na upendo wa kifamilia.
na upendo wa kifamilia unabeba hisia ya kindugu. Si kama tuko pamoja. Hisia ya kindugu inayokuwepo ndani ya familia inafanya mwanafamilia mmoja aumie endapo mwanafamilia mwingine akikutana na changamoto. Uhusiano wa kihisia wa kifamilia unafanya mwanafamilia mmoja afurahie anapoona mwanafamilia mwingine anakutana na jambo nzuri. Ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, mimi Mwalimu Petro ni mwanadamu, ina maana na mimi nina familia nilikotokea kwa wazazi wangu. Mama yangu au baba yangu mzazi anaponisikia na ubiri namna hii, huwe na uhakika wanafurahia. Kwa nini? Kwa sababu wanaona kijana wao ambayo walimzaa kwenye familia yao anahubiri Injili. Hakuna mzazi ambaye atachukia kama anampenda Yesu, lazima atafurahi. Lakini wakinisikia, kwa sababu wazazi wangu ni watu wa dini, wakinisikia Mwalimu Petro ninanengua miziki ya kidunia, ninapiga madisko joka, lazima wataumia. Kwa nini? Kwa sababu wataniona mimi mwanafamilia wao nimetoka kinyume na kanuni za familia, nimeenda kinyume na utaratibu. Kwa wataumia kwa sababu nimeharibikiwa. Na nikiwa katika wema kama hivi na ubiri, watafurahi. Sasa huu mfano ninakupa ulete na kwenye familia yenu. Familia ya aina yoyote ile, Mungu ameiwekea mifumo ya namna hiyo. Ni mifumo ambayo si kwamba ni ya kibaguzi, bali ni mifumo ya kindugu katika umoja. Kwamba mwanafamilia mmoja akiwa anafanya jema, na kama hilo jema linaungwa mkono na wanafamilia, watafurahi pamoja naye. Mwanafamilia mmoja akifanya baya, kama linapingwa na hiyo familia, wanafamilia hao watapingana kwa kuumia kwa ajili ya ubaya anaofanya ndugu yao. Na kila familia inaishi kwa mitazamo yao. Familia nyingine kumwabudu Mungu ni jambo la baraka na la furaha, na akionekana mtu anaabudu Mungu kwao ni furaha. Na familia nyingine kumwabudu Mungu kwao ni mkosi, na ni kuonekana umepingana na kanuni za mila na desturi zao. Kwa akionekana mtu anaabudu jina la Bwana Yesu, anaonekana ni wa kutengwa kwenye familia. Kwa nini familia hii na hii zinakuwa namna hiyo? Kwa sababu kila familia ina utaratibu wao, ina kanuni zao. Kwa hata tunapoenda kushughulikia matatizo sugu ya changamoto zilizomo ndani ya familia, hazitoweza kufanana. Kila familia ina changamoto zake, ina matatizo yake sugu ambayo yanategemeana na haina mitazamo ya familia husika. Si kama tuko pamoja, wana wa Mungu? Na changamoto zilizomo katika familia si kwamba zinafanana. Nyingine sio sugu na nyingine ni za kawaida tu, za hapa na pale, ambazo hazikosi kwenye maisha ya kila siku, na nyingine ni sugu. Kwa nyingine ni changamoto za kawaida na nyingine ni changamoto sugu. Na kwa nini kunakuwa na changamoto za kawaida na kunakuwa na changamoto sugu? Ni kwa sababu neno linazungumza namna hii kwenye kitabu cha Yohane sura ya 16 mstari wa 33b. Kitabu cha Yohane sura ya 16 mstari wa 33b. Neno la Mungu linasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu aliongea namna hiyo. Ulimwenguni mnayo dhiki. Ulimwenguni kunakoongelewa hapa ni duniani niliko mimi na wewe, kuna dhiki. Dhiki unaweza ukasema ni nini? Ina maana ulimwenguni kunayo majaribu. Ulimwenguni kunayo dhiki, yani kunayo taabu. Ulimwenguni kunayo dhiki, yani kunayo shida. Ulimwenguni kunayo dhiki, yani kunayo mafarakano ya kukosana na kukwaruzana hapa na pale. Ulimwenguni kunayo dhiki, yani ulimwenguni kunayo hali ya kugombana na kupatana. Kwa hiyo changamoto kama hizo, kukosana, kupatana, kugombana, kununiana, kusameana, kuvurugana, zipo, ni za kawaida kutokea kwenye ulimwengu, kwa sababu kawaida ya ulimwengu kunayo dhiki. Alizungumza mfalme wa utukufu Yesu mwenyewe. Si kama tunaelewana? Alizungumza wapi? Yohane 16:33b. Yohane 16:33b. Kwa hiyo hata unapoona kwenye familia yenu kuna changamoto za kukwaruzana hapa na pale, lakini mnapatana, mnakaa sawa. Kuna changamoto zinatokea, kuna muda mnapishana, mnakaa tena sawa.
Hayo sio matatizo sugu tunayoenda kuombea mahali hapa, kwa sababu hizo ni dhiki za kawaida za ulimwengu huu ambazo mnapaswa tu kutafuta namna ya kujifunza kuziondoa. Si kama tunaelewana, wana wa Mungu? Kwa sasa kama hatuendi kuombea hizo, tunaenda kuombea nini? Tunaenda kuombea nini? Unaweza ukaanza kujiuliza ndani yako, kama hatuendi kuombea hizi changamoto ndogo ndogo za watu kukosana na kupatana kwenye familia zao, kukwaruzana hapa na pale, kuongea, kupishana kauli, baadaye wanakaa sawa. Kama hatuendi kuombea hayo, unaweza ukaenda kujiuliza, sasa tunaenda kuombea nini? Roho Mtakatifu anataka kutupeleka kimapana zaidi. Tunachoenda kuombea kwenye familia, tunaenda kuombea zile baadhi ya changamoto ambazo huwa zinajitokeza kwenye familia na zinakuwa sugu, ambazo wanafamilia wenyewe wanapambana kwa nguvu zao kuzimaliza, wanashindwa. Wanapambana kwa nguvu ya pesa, wanashindwa kuzimaliza. Wanapambana kwa nguvu ya miungu, wanashindwa kumaliza. Wanapambana kwa nguvu ya kila aina, wanashindwa kumaliza. Hizo ndio changamoto ambazo tunaenda kuombea mahali hapa kwa upande wa familia. Changamoto gani hizo? Tuendelee taratibu tu, tutaelewana, wana wa Mungu. Ukikaa kutathmini na kuangalia katika jicho la rohoni, utagundua kuna baadhi ya familia ambao wanapitia changamoto zinazowatesa sana, na kila anayezaliwa kwenye familia hiyo unakuta anateseka na hiyo changamoto, na mpaka anazaliwa anakuwa anateseka na hizo changamoto, anakufa akiwa anateseka na hizo changamoto. Anayekuja kuzaliwa mwingine anapokea kijiti cha mateso cha yule aliyekufa, naye anaendelea kuteseka na hiyo changamoto. Anakufa mwingine tena anazaliwa, anaidaka hiyo changamoto, anaendelea kuteseka. Kwa kuna familia wako namna hiyo, hakuna anayepata raha. Baba na mama walikuwepo wakateseka na changamoto. Kwa mfano tuchukulie changamoto labda ya madeni, labda baba na mama walikuwepo wakawa wanateseka na changamoto ya madeni, wanakufa wanaacha madeni kwa watoto wao. Watoto wao nao wanaendelea kuishi, wanateseka kulipa madeni ya wazazi wao na ya kwao, nao wanakufa wanaacha tena kwa watoto wao. Kuna familia nyingine unakuta baba na mama wanakufa na ukimwi. Baba na mama wakifa na ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini VVU, watoto wao nao wanabaki na maisha yao, na watoto wao wanapata VVU na wao pia wanakufa na VVU. Kwa unakuta familia nzima inakufaga na VVU. Ziko familia za namna hiyo. Wengine familia nzima wanakufa na kisukari. Wengine familia nzima wanakufa na hali ya kutokuwa na wame. Kila anayeolewa anaachika, anakufa hivi, hana mume. Mtoto wake naye akija kuolewa anakufa, hana mume. Kwa wanaenda wanakuwa ni watu wa kupokezana ile changamoto sugu ambayo hakuna wa kuimaliza. Kila mmoja anaipokea na anakufa, anamwachia mwingine kijiti. Sasa hayo ndiyo matatizo ambayo tunaenda kushughulika nayo. Ngoja nikuonyeshe muda huu mifano ya matatizo sugu kama miwili hivi ambayo tunaweza tukaiangalia kwa kina sana. Mifano ya matatizo sugu miwili. Ngoja nikuonyeshe hii mifano, afu tukimaliza twende tuombe. Mifano miwili ya matatizo sugu ambayo inatesa familia nyingi. Mifano miwili ya matatizo sugu ambayo inatesa familia nyingi. Mfano wa kwanza, roho ya mauti. Roho ya mauti. Roho ya mauti. Roho ya mauti ni mfano wa kwanza wa tatizo sugu ambalo linatesa familia nyingi. Kuna baadhi ya familia wao huteseka miaka yote na roho ya mauti, na hii roho ya mauti inakuwa inawatesa katika vifo vya ghafla. Unakuta ni familia wana vifo vya ghafla. Kila mwaka lazima wazike mtu, au kila baada ya miaka miwili lazima wazike mtu. Na ukitaka uipime familia yenye mateso ya tatizo hili sugu ya roho ya mauti, utaona vifo vyao ni vya kufanana fanana. Kama havifanani katika tukio lililosababisha mtu akafa, vitafanana katika tarehe na siku ya kifo. Unakuta kila mwaka katika tarehe fulani au kila baada ya kipindi fulani
katika tarehe fulani wana ndugu yao mmoja au wawili au watatu, whatever the case, anapata katatizo tu kadogo, anakufa. Na unakuta wamekaa tu wanalia, wanasema sijui kwa nini familia yetu iko hivi, hakuna ambaye anashughulika nalo. Kwa unakuta limekuwa tatizo sugu kwenye familia, na watu wanaenda wanaishi nalo, wanaenda kizazi cha kinapotea, kinakuja kingine, kinaendelea hivyo hivyo, na hakuna anayeshughulika nayo. Kwa ziko familia za namna hiyo ambazo zina tatizo sugu la vifo vya ghafla. Wengine wana mauti ya kazi, mauti ya kazi, wana roho ya mauti katika kazi. Ni familia, lakini kwenye hizo familia kila anayepata kazi hadumu kwenye kazi, kila anayepata kazi hadumu kwenye kazi, na unakuta ni kitu cha familia ya kwao, na unakuta hata wale watu wa karibu wanaowafahamu wanaongea kabisa kwamba usimwajiri mtu wa familia ya fulani, kwa sababu ukimwajiri tu wale huwa wadumugu kwenye kazi. Unakuta hata kama ni mchapakazi amesoma, lakini atapata kazi, ila tu anajikuta ghafla limetokea la kutokea, kazi imepotea. Akiamua kujiajiri mwenyewe, anafanya siku 2-3, ajira imepotea. Kwa nini? Hadumu na kazi. Wamefungiwa roho ya mauti kwenye familia yao, hakuna kusonga mbele kwenye kazi, na unakuta ni tatizo sugu kwa sababu limekaa, wameshindwa namna ya kulitatua, wanaishi nalo. Pia wengine wana mauti katika elimu, katika elimu. Familia nzima hakuna anayesoma, familia nzima hakuna anayesoma, ni mauti imewatawanya kwenye elimu, mauti imewashika kwenye elimu, hakuna anayesoma. Kila ambaye akisoma atafika level fulani ya elimu, anapotelea hewani, haeleweki amepotelea wapi. Hata kama ana uwezo mzuri darasani, vinatengenezeka tu vikwazo. Kwa unakuta ni familia moja, hakuna aliyefika mbali kimasomo, wanaishia kuzalishwa tu na kuishia nyumbani, wanaishia tu kwenye bangi na sigara na madawa, hakuna mahala wanaenda. Ni familia ya namna hiyo. Wewe jaribu kuchunguza, utakuta tu limekuwa ni tatizo sugu. Kama huko mahali hapa unasikia na unajua kuna haya mambo yanagusa familia yenu, moja kwa moja elewa, familia yenu imefungwa na roho ya mauti na ni tatizo sugu la kwenu, na ndio maana umeshindwa namna ya kushughulikia. Lakini neema imekuja siku ya leo. Bwana Yesu ameleta haya maombi kwa sababu anataka kushughulika na hilo tatizo sugu. Mlete siku ya leo katika jina la Yesu, anaenda kulimaliza. Raba shanda raba. Haleluya, Bwana wa Mungu. Rama sanda raba. Mungu atukuzwe, Mungu atukuzwe. Rapa shaka. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kuanzia mstari wa 15 mpaka 68, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 15 mpaka 28, utaona Mungu anazungumza namna ambavyo laana ndiyo chanzo cha umauti kwenye familia. Kwa hiyo ukiona familia ambayo imefungwa roho ya mauti katika elimu, roho ya mauti katika kazi, roho ya mauti ya vifo vya ghafla, roho ya mauti katika ndoa, wakiolewa ndoa zinakufa, ujue moja kwa moja hiyo familia, chanzo cha hilo tatizo, wana tatizo la chimbuko la mti wa familia. Familia yao, mti wao una laana. Si kama tunaelewana? Laana ya mti wa familia ni nini? Hii ni laana ambayo inatengenezwa na wazee wa familia yenu kwa sababu ya kuabudu mizimu. Kama familia yenu ina taratibu za kuabudu mizimu, ina taratibu za kufanya mambo ya kwa miungu mingine, moja kwa moja lazima itakuwa ina laana, na ikiwa na laana inasababisha kila kizazi kinachokuwepo kupokea hii roho ya mauti na kuendelea kuteseka nayo. Kwa hiyo kama haujakaa kugundua hilo na ukashughulikia, mtajikuta ni tatizo sugu la kwenu na mnaishi nalo kama familia. Na ndio maana ukishapata haya mafundisho, wewe jaribu kukaa kufikiria tu, ni mila gani, ni mambo gani ya mizimu yanafanywa kwenye familia yenu. Utagundua ndio chanzo cha magumu sugu ambayo mnateseka nayo kama familia. Na yamkini wewe unayesikiliza unaweza ukawa hauteseki, lakini jaribu kupima kwa wenzako. Usiwe mbinafsi ukajiangalia wewe tu. Wewe angalia na kwa ndugu zako wa karibu. Unaweza ukajikuta wewe tu ndio unawalau. Ngoja nikupe mfano mmoja.
Palikuwa na bwana mmoja ambaye kwenye familia yao yeye alikuwa ni muuza machungwa. Anauza machungwa kwenye toroli, anatembeza mtaani kwenye kitoroli, kibaskeli, anaendesha machungwa 100. Kwenye familia yao ni maskini kweli kweli. Yeye ndiye akawa ndio tajiri wa familia. Si kwamba ana uwezo mkubwa, hapana. Anauzwa machungwa 100 mpaka aje afikishe 10,000 awe ameuza machungwa 100. Sijui kama tunaelewana. Auze machungwa 100 ndio afikishe shilingi 10,000 kwa siku. Sasa machungwa 100 kwa kutembeza, yani ni mwendo mrefu kweli kweli, si kitu kidogo. Yani kwa Dar es Salaam unaweza ukasema ni sawa na atembee kuanzia Tandika mpaka Ubungo Riverside, ndio walao anaweza akafikisha machungwa 100, kwa sababu atapita hapa, hakuna atakayesema. Jua la kwake, joto la kwake, maumivu ya kwake, lakini ndio tajiri wa ukoo. Wengine wote choka mbaya. Si kwamba ni tajiri, ila naye mwenyewe choka mbaya, lakini kutokana na familia yao ilivyooza na kusambaratika, ilivyofungwa na roho ya mauti, kila kitu chao ni kufa tu. Yeye ndiye anaonekana yuko juu. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa huko mahali hapa, maisha yako hayaeleweki, si kwamba yamesimama, yako kwenye tukilala tukiamka tunasema asante Mungu kumekucha, asante Mungu kumekucha. Tukipata hata ugali dagaa tunasema asante Mungu ugali dagaa. Lakini unakuta wewe ndio tajiri kwenye familia yenu. Kila likitokea la kutokea, wewe ndio unayepigiwa simu. Kaka, baba mdogo, baba, siye nani. Ukijiangalia choka mbaya, lakini unaonekana wewe ndio wakung'ara kwenye familia yenu. Ukiangalia wenzako choka mbaya zaidi. Kwa ukijiona huko familia ya namna hiyo, kaa kupima kuna dhambi gani walikuwa wanafanya wazee wenu ambayo ilikuwa inapingana na Mungu. Moja kwa moja hiyo dhambi ndiyo chanzo kilichotengeneza hayo mateso kwenye familia yenu. Kuna watu Mungu anaongea nao muda huu. Kama unasikia moyoni mwako ile neno linakugusa, jua Mungu anataka uanze kufikiria. Ngoja mimi niendelee zaidi, kwa sababu hii sio semina, ni maombi. Siwezi kuendelea kufafanua, napita tu kidogo kidogo ili upate ramani tunapoenda kuomba, ujue namna ya kuomba. Kitu cha pili ambacho ni mfano wa changamoto sugu kwenye familia. Kitu cha pili ambacho ni mfano wa changamoto sugu kwenye familia ni roho ya magonjwa ya kurithi na tabia za kurithi. Roho ya magonjwa ya kurithi na tabia ya kurithi. Kuna familia ambazo huwa wanarithishana magonjwa na kibaiolojia. Tukitoka rohoni, tukija kwenye elimu ya dunia, kibaiolojia, biology inatufundisha kwamba yako magonjwa ambayo ni acceptable kurithi kisayansi kupitia genetics inheritance. Yani kwa Kiswahili naweza sijui nikasemaje, yani kama vile kupitia zile chembe hai za mwili unaweza ukarithi ugonjwa. Kwa mfano, kama kwenye familia yenu kuna watu wenye kisukari, kuna uwezekano mkubwa akaja kuzaliwa mtu mwenye kisukari. Ni gonjwa la kurithi. Kama kuna mtu mwenye kifafa, kuna uwezekano mkubwa wa kuja kuzaliwa mwenye kifafa kwenye familia yenu. Kwa kibaiolojia ni kitu kipo kiduniani. Kuna familia sasa ambazo wao wana magonjwa ya kurithi yamepitishwa. Kuna wanarithishana kisukari, wanarithishana macho. Unakuta baba alikuwa anavaa miwani na mtoto naye anavaa miwani. Mimi wanawaambia watu, moyoni mwangu tu nashangaa. Una mtoto ana miaka 4 eti anavaa miwani. Wewe una mtoto mdogo ana miaka 2 eti macho yanamuuma, unamtafutia miwani. Una katoto kana miaka 7, 8, 9, 10, 13 anavaa miwani. Zamani walikuwa wanavaa miwani wazee, siku hizi wanavaa miwani watoto na vijana. Zamani walikuwa wanavaa wazee, siku hizi ni watoto na vijana. Zamani ilikuwa mtu akivaa miwani anaonekana ni msomi sana, msomi. Siku hizi hata ambao hawajasoma wanavaa miwani. Afu angalia umri, elimu sio shida, angalia umri. Unakuta miaka 9 eti ana miwani. Hona inavyoshangaza. Ukijaribu kuchunguza kwenye familia yao unakuta ni watu wa miwani. Ana babu yake alikuwa anavaa, au yeye mwenyewe, au baba yake au mama yake. Kwa inaenda ni kitu cha kurithishana.
na hakuna anayeshtuka. Na hospitalini wanakuambia kibiology inaruhusu kulisi magonjwa kwenye genetics. Unasema kweli, haina shida, madaktari wameniambia. Unaondoka nayo. Sawa? Unapata kisukari, unakwambia kwenye familia nani alikuwa na kisukari fulani, unasema sawa. Unaondoka nayo mbele kwa mbele. Wanalisishana wengine kifafa, wengine matatizo ya kuumwa miguu wanalisishana. Unakuta mama yake alikuwa anaumwa miguu na yeye anakuja kuumwa miguu. Ana baba yake na wazee wake walikuwa wanaumwa kiuno na mgongo, unakuta mwingine naye anaumwa kiuno na mgongo. Unakuta ni familia wana ugonjwa wa hivyo tu. Wamekaa hapo wazee wote wanaumwa kiuno na miguu. Kuna wazee fulani niliwahi kuwaona mahala fulani, sitopataja jina. Hao wazee walikuwa ni familia moja, lakini kila mmoja anaishi kwake. Lakini siku moja wakawa wamekutana mahala pamoja. Wote wawili wanaumwa miguu, kiuno na mgongo. Afu nilipojaribu kuwahoji wakaniambia hata mama yetu naye alikuwa anaumwa hivyo hivyo. Kwa wanaona sio shida, wacha waendelee kuteseka na kiuno, miguu na mgongo, kwa sababu hata mama yao alikuwa anaumwa. Sasa unaweza ukasema labda wao ni wazee, haina shida. Haya, na wewe kijana mdogo, hata miaka 50 hujafika, eti unaumwa kiuno, miguu na mgongo. Umetoa wapi? Uoni aibu? Umetoa wapi magonjwa ya namna hii? Kidunia wanaitaga magonjwa ya wazee. Umeyatoa wapi? Hata miaka 40 huna, unaumwa miguu. Hata miaka 40 huna, unaumwa kiuno, unaumwa mgongo. Umetoa wapi wewe? Unaona shetani anapocheza na mwili wako, unamwangalia tu, unamwangalia. Leo kwa jina la Yesu lazima tukashughulike. Karaba shandaraba rapo sakarapa. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako wadogo wa kondoo zako. Hili neno ukikaa kutafakari nalo taratibu, mimi nimesoma haraka tu, taratibu utagundua kulithishana magonjwa sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu. Mungu hatambui kulithishana magonjwa. Mungu hatambui kabisa. Kwa sababu Mungu alivyoumba mwanadamu, alimwekea mfumo wa kurithi baraka. Ndio kitu alichomwekea. Na ndicho anachosema kwenye hii Kumbukumbu la Torati 28:4. Aliweka mfumo wa kulithishana baraka. Ukiona mnalithishana magonjwa, moja kwa moja jua ni dhambi imeingia kwenye eneo lenu. Na ndiyo maana lango la matatizo sugu kwenye familia yoyote ile, lango la matatizo sugu ni laana. Ndiyo lango la hayo matatizo. Kama familia hiyo ina matatizo sugu ambayo tumeyataja mahali hapa, mnalithishana magonjwa, ujue moja kwa moja mna laana kwenye familia yenu. Ukitaka kupona, we kubali kwamba familia yetu ina laana, ndiyo maana tuko hivi. We kubali tu, usikatae. Ukijiona mnalithishana tabia, wengine wanalithishana tabia mbaya za ulevi. Baba alikuwa mlevi, mtoto naye analithi tabia ya ulevi. Wengine wanalithishana tabia za umbea, mama mbea, mtoto naye anakuwa mbea. Wengine wanalithishana tabia za kutokudumu kwenye ndoa. Unakuta watoto wote wa kike hawana ndoa, wote wakiolewa hawadumu kwenye ndoa. Wengine wanalithishana tabia za uzinzi na uasharati. Nyumba nzima ni wazinzi, nyumba nzima ni waasharati. Ikifika tu jioni saa 11, ukienda kwenye hiyo nyumba unakuta hakuna mtu, geti limefungwa. Wako wapi? Kila mtu ameenda kudanga, kila mtu ameenda kwa mtu wake. Wafu ikifika saa 6 saa 7 usiku wanarudi chakali, wamelewa. Familia moja hiyo. Asubuhi wakikaa wanahadisiana tu, we jana ulikuwa kwa kidanga gani? We jana ulikuwa kwa nani? Unakuta hawana kazi, kazi yao waende wakadange, wapate pesa watumie. Kama uko kwenye familia ya namna hiyo, mwana wa Mungu, ukimbilie msalaba leo. Mna laana. Ndiyo maana paka mkafanye mauti ndio mje mpate pesa. Mna laana. Familia nyingine ni wagomvi, wanagombana wao kwa wao, wakikaa ni kugombana tu. Wakikaa wanagombana, hawawezi kukaa pamoja, wanagombana tu. Mna laana, ndio maana mko hivyo. Walevi, mkijiona mna tabia za namna hiyo, wana wa Mungu aliye hai, mnalithishana matabia machafu ya sigara na mambo mengine mabaya, moja kwa moja jua lango ni laana. Familia yenu ina laana, na laana inaletwa na dhambi.
Hapana laana sehemu ambayo hapana dhambi. Inaanza dhambi ndio inafuata laana, kwa sababu Methali 3:33 Methali 3:33 inasema, laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu. Laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu. Ukisoma tena Methali 26:2, Methali 26:2 inasema, kama shomoro katika kufanya tanga kwake, na kama mbayuwayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Biblia inatueleza wazi kabisa, laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Ukiona familia yenu imepigwa na laana, jua kuna sababu, na sababu yenyewe ni ipi? Methali 3:33 inasema, laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu. Kwa ili kwenu kuwe kuna laana, lazima hiyo nyumba yenu, hiyo familia yenu, huo ukoo wenu uwe una uovu. Na ni uovu upi? Ni uovu wa kuabudu miungu mingine, ni uovu uliotengenezwa na kizazi cha familia yenu, ndio ambacho kimesababisha ninyi wa leo mnatumikia hizo laana. Yamkini ninyi mmezaliwa hamjakuta kabisa miungu, hamjakuta kabisa matambiko, lakini wazee wenu walikuwa wanatambika, na kwa sababu kanuni ya neno imeshaongea nyumba ya waovu kuna laana, dhambi hauwezi kulisi kabisa, kwa sababu Ezekieli anatuambia mwana hatochukua uovu wa baba yake. Dhambi ya baba yako huwezi kuichukua, ila unachoweza kuchukua ni adhabu ya baba yako. Adhabu ni nini? Adhabu ni mapigo ya Mungu kwa wale wote wafanyao mabaya. Kwa Kiswahili kingine adhabu ni laana. Kwa hiyo hujachukua dhambi ya baba yako, hujachukua dhambi ya mama yako, umechukua laana ya wazazi wako. Kwa ili laana iondoke kwako ya wazazi wako, lazima uondoe dhambi iliyoleta hiyo laana. Unaiondoaje? Toba. Karabashandaraba, toba. Kwa leo tunapoenda kushughulikia tatizo sugu la matatizo haya tuliyoyaongelea, yapo kwenye familia, na kila familia ina matatizo ya kwake. Toba ndio itakayoondoa hayo matatizo, kwa sababu hiyo laana imeingia kwa ajili ya dhambi. Toba ya nani? Toba ya kwako binafsi, toba ya wazazi wako waliokuzaa, na toba ya wahenga wa familia yenu, na toba ya chanzo cha hiyo laana kuingia kwenye familia yenu. Ukifanya toba ya namna hiyo, kesho tutamwita Mungu aingilie kati awaokoe. Kwa leo tunaanza kwa toba. Kwa hapo ulipo jiandae, tunaenda kuomba sasa. Rapa shanda raba seke ropopo karaba shanda raba oromo sakarama kanderebo rika kasaka ropo shakarama oromo sekeremo soko karabashanda rabasaka oromo kanderebo shoko. Kama una picha ambayo familia yenu mmepiga kwa pamoja, unaweza ukaichukua hiyo picha ukaishika mkononi. Kama iko mbali, unajua ipo karibu, unaweza ukaweka pozi kwenye maombi, ukaenda kuichukua hiyo picha haraka ukaishika mkononi mwako. Kama hauna picha ambayo familia yenu mmepiga pamoja, usijali, tuendelee tu kuomba. Ila kama unayo, kaifuate ushike. Kama hauna, basi tuendelee kuomba. Na tunapoomba, hakikisha haya maombi unafuatisha kama yanavyosema, na uwe na spidi ili tusikuache. Oromo shandaraba. Roho Mtakatifu, karibu sasa ukatuongoze. Sema maneno haya nyuma yangu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sema, Mungu asante. Sema, Mungu asante kwa ajili ya muda huu na huu wakati ambao Mungu unanipa nafasi kusogea mbele zako katika maombi haya ya kushughulikia matatizo sugu. Mungu, nakushukuru namna ulivyosema nami kwa neno lako. Nimejigundua kwenye familia yetu kunayo matatizo sugu ambayo chanzo chake, Bwana Yesu, ni laana, na laana hiyo ililetwa na dhambi. Ndiyo maana Mungu, ninakuja siku ya leo ninapoenda kuomba ili matatizo haya sugu yaondoke kwenye familia yetu. Sina namna ninaweza nikafanya zaidi ya kunyenyekea mbele zako Bwana Yesu. Ninanyenyekea kwako Yesu Kristo. Ninanyenyekea kwako Alfa na Omega. Mungu, ninatubu. Mungu, ninakuomba msamaha kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa ajili ya dhambi zangu mimi fulani. Kwa ajili ya dhambi zangu mimi Petro. Taja jina lako. Kwa ajili ya dhambi zangu mimi Petro Mazwile. Kwa ajili ya dhambi zangu mimi Petro Mazwile. Kwa ajili ya dhambi zangu mimi Petro Mazwile. Mungu, ninaomba unisamehe kwa sababu nimekukosea. Kwa sababu nimekukosea. Mungu, nimekuacha. Nimetenda maovu. Nimefanya kinyume na mapenzi yako.
Nimeenda kinyume na agano lako la Torati. Nimeenda kinyume na Yesu Kristo. Nimeshikamana na asili ya kwetu ya miungu mingine. Ndiyo maana maisha yangu yamekuwa na maandamano ya matatizo sugu ya kifamilia yasiyokwisha. Bwana Yesu, ninasogea kwako. Ninaomba leo unisamee Baba. Nimejigundua ni kwa sababu ya dhambi, ndiyo maana laana hii imeingia kwenye familia. Nimejigundua ni kwa sababu ya dhambi, ndiyo maana laana hii imeingia kwenye familia. Kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo, ninajuta leo mimi fulani Bwana. Naomba unisamee mimi Petro, taja jina lako. Naomba unisamee mimi Petro Bwana Yesu, maana nimekukosea Mungu Baba. Ninaomba msamaha Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu, naomba huruma yako. Bwana Yesu, naomba huruma yako kwa ajili yangu. 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 Endelea tu kusema Bwana Yesu, naomba huruma yako kwa ajili yangu. Endelea kuita huruma ya Mungu kwa ajili yako. Endelea kuita huruma ya Mungu kwa ajili yako. Omba kwa imani, omba kwa imani. Hata kushangaa, omba kwa imani. Usisikilize tu kimya kimya. Omba kwa imani. Nyenyekeza moyo wako kwa Mungu muda huu. Omba kwa kumaanisha. Mungu anaangalia moyo wako ulivyokaa. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu latoka kwa Bwana. Andaa moyo wako kunyenyekesha kwa Mungu, ili jawabu la Bwana liwe ni umesamehewa dhambi zako, maana Mungu anapendezwa na kweli ya moyo. Onyesha kweli ya moyo wako kwa kunyenyekesha, kuomba rehema kwa Mungu, maana hakuna namna utafanya kujinasua kwenye hiyo laana, kujinasua kwenye hayo matatizo sugu yanayosumbua familia yako. Yawe ni matatizo yaletwayo na roho ya mauti, yawe ni matatizo yanayotokana na tabia, yawe ni matatizo ya magonjwa ya familia, yawe ni matatizo ya aina yoyote ile. Huwezi kujinasua kama haujafanya toba mbele za Bwana. Ndio maana ni muhimu sana kwako. Isa ni ya muhimu, usichezee. Isa ni ya muhimu, usichezee. Wengi walitamani kwenye familia yako kuipata Isa ya leo ambayo wewe umeipata. Yamkini walililia lakini hawakuweza kuipata, lakini wewe umeipata. Ni kwa sababu Mungu amekuchagua upajenge palipobomoka eneo la familia yako. Yamkini wewe ni Gideoni wa familia yenu. Mungu anataka usimame ubomoe madhabahu ya miungu ya kwenu. Ndio maana amekupa hii neema. Oromo shandaraba lia rema. Mungu yuko pamoja na wewe, anasikia toba yako. Endelea tu kuomba toba, endelea kuita huruma ya Mungu, endelea kuita huruma ya Mungu, endelea kuita huruma ya Mungu. Rapa shandaraba seke ropopo karabashaka. Jipe muda zaidi wa kuendelea kutubu tu. Romo kama saka Rimomo kashaka oromo shandaraba orobobo sakarebo. Ungama dhambi zako kwa Bwana. Rima makasheke ndeba. Kila dhambi unayojua unayo, endelea kuomba, mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akusamehe. Moyo wako sijihesabie haki kwa kusema mbona mimi nimeokoka, nina dhambi gani? Biblia inasema mtu anayesema hana dhambi anajidanganya. Kila mmoja ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana ni muhimu kufanya toba. Endelea kuachilia moyo wako kwa Bwana. Endelea kutubu tu. Kumbuka Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Haifai sisi kushikamana na dhambi, maana asili yetu sio dhambi. Asili yetu ni uzima wa agano jipya lililoletwa na Yesu Kristo Bwana wetu. Oromo shandarabasaka. Endelea tu kutubu. Oromo mokamaseke orobo kandabashaka. Mdomo wako kukisukuma kunena kwa lugha, usijizuie kuomba kwa kunena kwa lugha. Ni Roho Mtakatifu anakusaidia kutubu. Orobo kanderebosha oromo sakarapasheke oromo kandarabasaka rimomo kareboshoko. Endelea tu kufanya toba. Rapakashaka ndebo ropopokasaka repo ripopokashandaraba ramakandereboshaka oromo kandikaseke rapashaka rapaseke. Endelea. Sema haya maneno. Tunaenda sasa kufanya toba kwa ajili ya wazazi, kwa ajili ya wazazi. Rimo kandarabasheke rimomosaka. Sema Mungu Roho Mtakatifu, na kushukuru kwa ajili ya wazazi wangu hawa ambao Mungu umenipa kwenye maisha yangu. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya baba yangu fulani bini fulani, taja jina la baba yako. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu Chazi Mazwile, taja jina la baba yako. Nakushukuru Mungu kwa ajili ya mama yangu Evodia Chambala, taja jina la mama yako. Mungu, asante kwa ajili ya baba yangu Chazi Mazwile. Asante kwa ajili ya mama yangu Evodia Chambala.
Mungu nakushukuru kwa ajili ya wazazi wangu hawa ambao Mungu sema ulionipa neema kuzaliwa kwao. Endelea kufuatisha maneno. Mungu, ninasema asante kwa sababu kupitia wazazi hawa ulinileta duniani. Mungu nakushukuru kwa wazazi hawa ulionipa. Mungu Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya wazazi wangu, jinsi walivyokutana mpaka kuoana. Naomba Mungu wasamehe kwa kila namna waliyokutana mpaka mimba yangu ikatungwa siku hiyo. Yamkini ni katika hali ya uovu na dhambi. Yamkini palikuwa pana manuizo ya miungu mingine. Ndiyo maana Mungu, ninaomba msamaha kwa ajili ya wazazi wangu. Naomba Mungu msamehe baba yangu. Naomba Mungu msamehe mama yangu, maana mimba yangu ilitungwa hatiani. Mungu, naomba rehema kwa ajili ya wazazi wangu. Naomba uwasamehe na watoto wote niliozaliwa nao pamoja kwenye familia yetu. Naomba Mungu wasamehe watoto wote. Kwa damu ya Yesu Kristo, naomba Mungu waoshe. Kwa damu ya Yesu Kristo, naomba Mungu uoshe familia yetu. Kwa damu ya Yesu Kristo, naomba Mungu uoshe familia yetu. Kwa damu ya Yesu Kristo, naomba Mungu uoshe familia yetu. Mungu, naomba uwasamehe wazazi wangu. Naomba Mungu warehemu kwa damu yako. Naomba Mungu warehemu kwa damu yako. Endelea kuita rehema za Mungu kwa ajili ya wazazi wako. Endelea kusema Mungu warehemu wazazi wangu. Mungu warehemu wazazi wangu. Endelea kuomba Mungu warehemu wazazi wako. Kuna watu baadhi mko mahali hapa, kwenye familia zenu kuna makorofishano kati ya baba yenu na mama yenu. Kutokana na makorofishano ya wazazi, kwenye moyo wako uliegemea upande wa mzazi wako mmoja, na mzazi wako mwingine unaona kama vile hafai tena, kwa sababu tu alikuwa anamtesa mama yako au baba yako. Kwa hiyo ndani ya moyo wako unapoomba rehema hii kwa ajili yake, unaona pana uzito fulani. Nataka nikueleze, hata siku moja ugomvi wa wazazi usikufanye we mtoto ukakosana na mzazi. Mzazi atabaki kuwa mzazi. Usiingilie mambo ya familia. Hebu achilia rehema mbele za Bwana. Muombe msamaha Mungu kwa ajili ya namna ambavyo ulimhukumu mzazi wako mmoja. Muombe msamaha mbele za Mungu kwa kila namna ambayo ulichukulia ile hali ya mzazi wako madhaifu yake ukamuona mbaya. Huyo ni mzazi wako tu. Hata kama alikukosea, hata kama alikufanyia baya, hatabaki kuwa mzazi. Kuhukumu ni kazi ya Mungu. Yakobo 4:12 inasema, nani wewe humhukumuye mwenzako? Mathayo 7 inasema, usihukumu sije ukahukumiwa. Usihukumu mwana wa Mungu. Achilia msamaha tu kwa ajili ya baba yako aliyekuumiza. Achilia msamaha kwa ajili ya mama yako. Achilia msamaha kwa ajili ya wazazi wako. Wasamehe kabisa. Wasamehe kabisa. Mungu Roho Mtakatifu, naomba kwa ajili ya kila mtoto wako anaosekeleza haya maombi na kuomba pamoja nami, ambaye ndani yake ana kidonda cha moyo cha majeraha kwa ajili ya baba yake, kwa ajili ya mama yake. Naomba Mungu upite uponye hicho kidonda kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Umsaidie apate kumsamehe mzazi wake. Mungu, naomba naye umsamehe pia namna alivyohukumu, namna alivyojiingiza kwenye ugomvi wa kifamilia. Mungu Baba, naomba msamaha kwa ajili ya hiyo familia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba Mungu warehemu hawa watoto wako, uwasafishe kwa damu yako Yesu Kristo, wapate kutakasika mbele zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rehema za Bwana zishuke, rehema za Bwana zishuke. Romo shanda rabasaka, oromo robo kaseke. Tunatangaza msamaha mahali hapa. Kanda rabashaka, ripopo kasaka rapa. Sema haya maneno, sema haya maneno, sema haya maneno. Tunaenda kuomba toba kwa ajili ya ukoo wako, kwa ajili ya wahenga wote wa ukoo wako. Sema, Mungu, ninaendelea kusogea mbele zako. Ramanda rabashaka, orobobo kabaseke. Sema, Mungu, naendelea kusogea kwako Bwana. Naendelea kujinyenyekesha, maana we Kristo ulijinyenyekesha, ukawa mtii hata mauti ya msalaba, ukawa mtii hata ufufuo, ili mimi niwe na uzima. Ndiyo maana Mungu, na mimi nanyenyekea kama we Kristo ulivyonyenyekea. Na ndiyo maana siku ile ulipofufuka, miili mingi ya watakatifu iliyolala ilifufuka pamoja na wewe. Ndiyo maana na mimi nanyenyekea kwa ajili ya waliokufa kwenye familia yangu na wahenga wote waliopita. Mungu, nanyenyekea kwako. Ninaomba rehema kwa ajili ya machafu yao yote ambayo waliacha wameyafanya hapa duniani, na machafu hayo ambayo ni uovu umesababisha maisha ya mateso kwetu sisi tuliobaki, kwa sababu dhambi zao
zilitengeneza laana, na laana hizo zinatusumbua sisi wa leo, na ndiyo maana familia yetu imekuwa na matatizo sugu, imekuwa na matatizo sugu haya na haya na haya. Endelea kutaja hayo matatizo. Familia yetu imekuwa na matatizo sugu, tatizo hili, tatizo hili, na 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 yote yanayotusumbua yaliyo sugu, Mungu nayaleta mikononi mwako. Yametokana na maovu ya wazee wetu waliokwisha kufa, waliokwisha kulala. Yesu Kristo ambaye nguvu yako ilikuwa na uwezo wa kusemesha waliolala, naomba kwa neema yako ukaachilie msamaha kwa ajili ya zile dhambi zote ambazo wazee wetu wa familia yetu, kuanzia mwanzilishi wa ukoo huu wa kina Mazwile, taja jina la ukoo wako, kuanzia mwanzilishi wa ukoo huu wa kina Chazi Kasongo Mazwile. Mungu, ninaomba umsamehe kwa ajili ya dhambi zake zote ambazo alifanya. Mungu, naomba urehemu hizo dhambi. Bwana Yesu, damu yako ipite, kwa sababu hizo dhambi zilitengeneza laana ambayo leo hii inatusumbua sisi. Mungu Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya familia yetu yote. Mungu, naisogeza mbele zako. Waliabudu miungu, wakafanya mambo ya uganga, wakafanya mambo ya kishirikina. Ndiyo maana leo sisi tunateseka kwa matokeo ya laana ya maovu yao. Mungu, ninaomba msamaha mbele zako kwa ajili ya hayo maovu ya familia yetu. Naomba msamaha Mungu mbele zako kwa ajili ya maovu ya ukoo wetu. Mungu, nimesimama kama Danieli alivyosimama kwa niaba ya Yerusalemu, akalia kwa ajili ya dhambi za Yerusalemu, mpaka waliolala Yerusalemu kwa maovu walioacha wameyafanya. Danieli alilia kwa ajili ya maovu hayo, ili Mungu uondoe adhabu mbele ya taifa la Israeli. Ndiyo maana nami Mungu nimesimama, ninalia rehema mbele zako Bwana kwa ajili ya maovu ya familia yangu. Naomba Mungu usimame uyaondoe matatizo yote ya familia kwa msaada wa huruma ya Mungu na rehema zako. Ndiyo maana Mungu ninaomba tu msamaha mbele zako, nikiamini kila laana iliyoingia sababu ni dhambi, maana laana haimpati mtu bila sababu. Ni neno lako Mungu limesema laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu. Leo hii familia yetu ina laana, ni kwa sababu ya uovu. Ndiyo maana Mungu ninaomba toba kwa ajili ya hayo maovu yote yaliyoachwa na wazee wa familia. Mungu naomba uwasamehe. Mungu naomba rehema kwa ajili yao. Mungu naomba rehema kwa ajili yao. Naita damu ya Yesu kwa ajili yao. Naita damu ya Yesu kwa ajili ya wahenga wote wa ukoo wetu, kuanzia kizazi cha kwanza hadi hichi tulicho sisi leo. Naita damu ya Yesu. Endelea tu kuita damu ya Yesu. Sema naita damu ya Yesu kuanzia kizazi cha kwanza hadi hichi tulicho sisi leo. Ita tu damu ya Yesu kuanzia kizazi cha kwanza cha familia yenu mpaka hicho ulicho wewe leo. Ita damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu. Maombi haya mwana wa Mungu si maombi madogo, ni maombi yenye nguvu kubwa ya Mungu ndani yake. Yakikuona yanakutetemesha, wewe endelea tu kuita hivyo hivyo. Mdomo wako unashindwa kufumbuka, ninaomba upako wa kwenye huo mdomo ukafunguke kwa jina la Yesu. Endelea kuita damu ya Yesu. Adui asikuzuia kufanya hii toba. Usiogope kama unasikia kutekeseka, kaa tu, endelea kuomba. Usiogope hali inayotokea, usiogope mabadiliko unayoyaona ya mwili, ya mazingira. Usiogope, hiyo hofu isikukaribie. Usiogope, endelea tu kuita damu ya Yesu. Endelea kuita damu ya Yesu. Usiogope, usiogope mwana wa Mungu, usiogope mwana wa Mungu. Endelea tu kuita damu ya Yesu. Endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita, usiogope. Endelea kuita, usiogope katika jina la Yesu. Endelea kuita, endelea kuita, usiogope. Ripo shaka rapa seke, ripo pokaraba shaka. Endelea kufanya toba kwa ajili ya familia yenu. Romo kanda raba sheke, romo kanda raba saka, ripo pokarapa shaka, ripo poropo shandaraba, rama makaraba sheke, rimo mosandaraba, karaba shandaraba, orobo sakarapa. Endelea tu kuomba toba. Hata ukisikia haya maombi umeacha kuyasikia, kumbuka maombi haya hayana hitimisho la pamoja, kwa sababu kila mmoja kuna aina ya mizigo aliyobeba kibinafsi. Hivyo endelea kuitua hiyo mizigo msalabani kwa Yesu. Kwa toba hii endelea kutubu wewe mwenyewe. Endelea kukumbuka ni yapi ambayo umeyasahau, ambayo
unajua yametesa familia yenu, kama unafahamu familia yenu ina mambo fulani machafu, mwambie Mungu, mtajie hayo mambo Mungu. Muombe Mungu msamaha kwa ajili walioanzisha hiyo familia. Muombe Mungu msamaha kwa ajili ya chanzo kilichoingiza hiyo laana kwenye familia yenu. Muombe Mungu msamaha. Sema, Mungu naomba usamehe chanzo cha kila namna kilichoingiza laana kwenye familia yetu. Unajua kabisa familia yenu kuna waganga. Muombe Mungu msamaha kwa ajili ya hao waganga, namna walivyoharibu watu. Unajua kabisa kwenye familia yenu kuna vitu vya kurithishana kama mikuki, kama fimbo, kama kofia, kama kanzu, kama nguo za kimila. Muombe Mungu msamaha kwa ajili ya hivyo vitu vinavyoabudiwa kama miungu kwenye familia yenu. Muombe Mungu msamaha kwa ajili ya vitu vyote ambavyo mnajua mnaabudu vya kimila, vilivyo kinyume na ufalme wa Mungu. Tamka mbele za Bwana, vitamke mbele za Bwana. Mwambie Mungu asamehe wote waliovianzisha, wote waliopata hayo maono ya kipepo ya kuvianzisha. Muombe Mungu msamaha leo, muombe Mungu msamaha leo, kwa sababu anapotaka kuingilia kati kushughulikia, lazima akute eneo ni safi. Safisha leo, safisha leo. Tumia damu ya Yesu, endelea kutumia damu ya Yesu kwenye hii toba, ili mwagika kwa ajili ya kufungua waliofungwa. Leo inapita kwenda kufungua maisha yako. Ropo shaka rapa seke horobobo shaka. Endelea to kuita rika moko shaka ropo kanda raba shaka. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Ropo kasheke rema. Bwana Yesu pita kila mahala, pita kila mahala, achilia nguvu ya usafi. Ropo kanda raba sheke ribo kanda raba shaka ropo posaka. Endelea tu kuomba, hata ukisikia audio imeacha kusikika, we endeleza, usikae kimya, endeleza kufanya toba, endelea kufanya toba. Hii toba ni mwendelezo. Hata unavyoendelea kukaa, kila utakalokaa kukumbuka ni lipi ninafanyikaga kwenye familia yenu, kipindi cha sherehe, kipindi cha misiba. Kama kuna mambo wa mnafanya ya kimiungu, mwambie Mungu awasamehe. Mmechanjana na viwembe, mwambie Mungu awasamehe. Mmelogana, ukiota ndoto unanyolewa nywele na watu waliokufa wa kwenu, unaota unafanya mapenzi na mizimu ya kwenu, mwambie Mungu leo asamehe hizo hali za mapepo ya ngono za familia yenu. Mwambie Mungu leo kwamba Mungu naomba msamaha kwa ajili ya hiyo mikataba. Omba msamaha kwa Bwana, omba msamaha kwa Bwana, omba msamaha kwa Bwana. Rapa shaka rapa seke. Omba msamaha, omba msamaha, omba msamaha kwa kila aina. Omba msamaha. Kuna watu mko hapa, huwa mnaota ndoto za mnaongea na watu waliokufa, huwa mnaota ndoto mnaongea. Omba rehema kwa Bwana kwa kila mtu anayekuja kwenye ulimwengu wa roho kuongea na wewe kwenye ndoto. Omba msamaha kwa Bwana kwa ajili yake, ili hiyo roho yake ikapumzike, iache kuhangaika. Omba msamaha kwa ajili ya watu waliokufa na wanaendelea kukutokea usiku kwenye ndoto, wanakunyoa nywele. Omba msamaha kwa Bwana leo, omba msamaha kwa ajili yao. Yamkini ni uovu umewafunga, ndio maana wanaendelea kuhangaika. Omba msamaha kwa ajili ya wachawi wote unaowafahamu waliopo kwenye ukoo wenu. Omba msamaha kwa Bwana. Usipambane na mtu kumwambia wewe ni mchawi. Lia kwenye maombi, Mungu akaseme naye. Orobo kanderebo shaka ripopo kaseke. Mungu anaposema usimwache mwanamke mchawi aishi, amaanishi uende ukamchome moto, ila anamaanisha ua ule uchawi wake. Orobo kanderebo, pambana na hiyo roho ya kichawi. Omba msamaha kwa Bwana kwa ajili ya uchawi ulioko kwenye familia yenu. Rapa kanda basheke. Mnajua kabisa kuna ulevi, omba msamaha. Kuna magonjwa, omba msamaha. Rapa kanda basheke. Endelea kuomba tu mwenyewe, endelea tu kuomba. Rika moko